Bwana Yesu apewe sifa. Tuone sheria nyingine ya tatu sasa. Itakuwa sasa ni ya nne, watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Sheria nyingine hapa inaitwa mageuzi ya akili. Bwana Yesu apewe sifa. Sheria ya mageuzi ya akili. Sheria ya mageuzi ya akili, mageuzi ya akili au akili. Unaweza kuandika vyote, mageuzi ya akili au akili. Kuna mahala kabisa utajiri wa Mungu ili uone kuna akili inatakiwa itumike. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watu wa Mungu. Akili inapaswa ifanye nini? Kuna maeneo katika habari ya uchumi hauwezi kumwona Mungu kama umeamua kutotumia akili yako. Tunaelewana, watumishi wa Bwana? Yaani kabisa kwamba, na kwa nini tunasema akili? Umaskini umegawanyika katika makundi mawili. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna physical poverty ambao ni umaskini huu wa vitu, na kuna umaskini wa kiakili. Tunaelewana, ambao inaitwa mental poverty. Mental poverty ni ule umaskini ambao umekaa kwenye akili ya mtu. Tunaelewana, watumishi wa Bwana? Yaani huyo mtu mpe leo milioni 10, baada ya muda utarudi amekuwa maskini. Mpe milioni 100 atarudi, kwa sababu akili yake inakataa. Inasema hizi fedha sisi hatutakiwi kukaa, tulishazoea kukaa kwenye matatizo. Sasa huu utulivu unaotaka kutokea tunashangaa. Sijui tunaelewana, watumishi wa Bwana? Na nikueleze kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote unayeona amefanikiwa kwenye jambo lolote, akili yake ina nafasi kubwa sana, kwa sababu kuna mambo kwenye maisha ili ufanikiwe yanahitaji ufahamu wako uwe sahihi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapozungumzia habari ya sheria ya akili au mageuzi ya kiakili, kuna vitu kaza wa kaza ambapo utaviona hapo, na vitakusaidia kati unavyoenda pamoja kujua kwamba mambo haya yamekaa kwa mfumo gani. Tunapozungumzia habari ya sheria ya akili, kuna mambo kaza wa kaza ambayo tunapata hapo. Moja, tunapata kitu kinaitwa mtazamo, yani mindset. Tuone mindset ni nini, watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Sheria hii inataka uwe na ufahamu timilifu. Sheria hii inataka uwe na ufahamu timilifu kuhusu jambo lolote unalotaka kulifanikisha. Sheria hii ya ufahamu au sheria hii ya akili au mageuzi ya kiakili inataka uwe na ufahamu timilifu katika jambo lolote unalotaka kulifanikisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa lugha nyingine, mafanikio yako wewe yanategemea sana ufahamu wako na mtazamo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana unafikiri kwa nini hawa mabosi wakubwa wanalipwa hela nyingi kuliko wafanyakazi hao wanaopambana kila siku? Anaamka saa 12 anafanya kazi mpaka saa 4 za usiku, anapigwa 7,000 au 10,000. Alafu kuna mtu yuko pale, yani alipwa mamilioni kadhaa, na nyumbani wamesema kwamba TV tutakulipia, sisi ukitaka ni friji tunakuwekea, yani maji tunakulipia. Huyo mtu ambaye hana majukumu mengi, kwa sababu huku kichwani kuko vizuri. Ukitaka kuthibitisha wewe nenda kwenye kampuni yoyote ile, hata sawa, halafu yule mfagiaji wa pale umbadilishe ndo awe meneja wa pale, halafu meneja umlete awe mfagiaji. Akifika kule mfagiaji kwanza kwenye ofisi, cha kwanza anaanza kwamba hivi hii kompyuta nitaiuzaje, kwa sababu mimi hainisaidii. Halafu ataona mle kuna kahawa, kuna nini, ataanza kubeba kopo moja. Baada ya muda unakuta kule kwenye ofisi ya meneja kumechoka kuliko huku getini. Halafu meneja aliye getini amepaboresha pale, kuna watu ukifika ameweka sehemu watakaa. Akili inazungumza. Na ndio maana watu wengi ambao waga wanashinda hizi fedha wanaita za kubeti, watumishi wa Bwana. Nchi za watu wanaita lottery. Hizi hela za kubeti, kwa nini hao watu wanaweza kupata leo milioni 200? Halafu ukaja kumtafuta baada ya miaka miwili ukakuta hana chochote, kwa sababu kikawaida unapopata hii hela kwa ghafla bila akili yako kuwa imeendelea mpaka kufika kwenye kiwango cha kuwa na hiyo pesa, ile akili yako itaanza kuzikataa hizi pesa. Mimi nawaeleza, Bwana Yesu apewe sifa. Si unaona hapa tuko hivi? Bwana Yesu apewe sifa. Tuko hivi sio kwa sababu ya anointing iliyoko juu ya mtumishi. Anointing ina mchango wake, sio? Tunaelewana? Lakini sio anointing tu peke yake. Tunaelewana, watumishi wa Bwana? Kuna ufahamu ambao pia watumishi wanao.
ule ufahamu unawasaidia kutufanya sisi tukae. Sisi tunaelewana? Yani kuna muda sasa tuchukulie, yani kama unajua akili watumishi wa Bwana ndio inaamua mambo yaendeje. Sisi tunaelewana? Sisi tunaelewana watumishi wa Bwana? Yani kuna mtu utakabidhiwa, si hivi hivi watumishi wamejitahidi, watu tuko hivi, sawa? Kuna mtu utakabidhiwa, akirudi mtumishi baada ya miezi miwili ushabaki wewe na mke wako au wewe na mume wako. Kwa sababu gani? Kuna muda kuna muumini atakuja anasema, kwa kweli mke wangu ananichanganya sana. Utasema, ila mtumishi, na mimi ninavyomuona mke wako ni vizuri kaachana naye mapema kabla mjafika mbali. Ile kinachozungumza ni nini watumishi wa Bwana? Una ufahamu kwenye hilo eneo. Sasa muumini baadaye akipatana na mke wake anasema, unajua baba fulani kipindi tumekosana nilienda kwa mchungaji. Ulienda kwa mchungaji halawa, akasemaje? Akasema tuachane mapema. Baada ya kuwa wamerudi sawa, wanasema tuhame lile kanisa mume wangu. Lakini changamoto sio kwa sababu huyo mtu ana upako kama ni halawa, ana upako ila huku kichwani. Sijui tunaelewana watumishi wa Bwana? Wewe leo si unaona kuna tajiri mmoja hapa anaitwa Sumri. Huyo Sumri asema, bwana madam, au hata nikikutolea mfano utaona labda nakufanya uwe kilaza mimi mwenyewe. Aseme, sasa bwana halawa, mimi nakukabidhi hizi mali, makampuni yapo hapa, magreda manini. Baada ya muda mtu, kwanza mimi nikifika pale naanza kwanza, hivi greda moja hebu niliuze kwanza niende Marekani. Nini kinazungumza hapo? Akili hazijafika hiyo level. Ndio maana kuna shati unalivaa tangia mwaka 2020 liko vizuri. Mpe mtu siku mbili uone lilivyochakaa. Maana yake uchakavu ule unaonyesha kiwango cha nini? Sijui mnaelewa vizuri watumishi wa Bwana. Kwa hiyo akili ina play very important role. Wewe pelekwa mahali popote, kama unawaza ni biashara, wakupe hiyo biashara. Watu hawafeli kwa sababu hawana mitaji. Huku kichwani kuna shida. Sasa tunaposema shida sio kwamba na upungufu wa akili, hawajaboresha ufahamu wao. Sijui tunaelewana? Kwa sababu ufahamu unaboreshwa. Sijui tunaelewana watumishi wa Bwana? Jambo lolote tunaona linakusumbua, wewe kakagua ufahamu wako. Kwenye ufahamu huku kuna shida. Kama ni ndoa inakusumbua huku kichwani, kuna kachangamoto. Tusome maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Misali 24. Tuone maandiko matakatifu yanasema nini ili tusonge mbele kidogo kwenye hilo eneo. Misali 24 mstari wa 3 mpaka 5. Tunazungumzia akili watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, akili yako inaamua sana ukae wapi, mtu wa Mungu. Karibu mama. Misali 24 mstari wa 3 hadi wa 5. Ndio. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Vyumba vyake hujazwa vitu vya thamani na vya kufanya nini? Vya kupendeza. Mtu mwenye hekima ana nguvu. Ndio. Naam. Mtu wa maarifa huongeza uwezo. Mtu wa maarifa huongeza nini watumishi wa Bwana? Uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye ishu ya akili hapa kuna mambo kama mawili ya msingi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo mangapi watumishi wa Bwana? Mambo mawili ya msingi. Moja, kuna ufahamu. Tuanze na ufahamu. Nitamani tuanze na mtazamo, lakini tuanze na ufahamu kidogo. Halafu tutasonga mbele na mtazamo. Tuanze na ufahamu. Ufahamu ni nini watumishi wa Bwana? Tunapozungumzia ufahamu, ni jumla ya taarifa na maarifa ulionayo ambayo unayafanyia kazi. Ni jumla ya taarifa na maarifa ambayo unayafanyia kazi. Ni jumla. Unajua nini kuhusu biashara? Unajua nini kuhusu fedha? Unajua nini kuhusu uwekezaji? Unajua nini kuhusu kilimo?
Unajua nini kuhusu ufugaji? Halafu hicho unachokijua ni kwa namna gani umekiweka kwenye utendaji. Hiyo ndio inaitwa ufahamu. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Ufahamu ndio unajenga msingi wa namna unavyotenda mambo. Sisi tunaelewana watumishi wa Bwana? Ufahamu ndio unajenga namna wewe utakavyokuwa unaendesha vitu vyako vya kila siku. Haleluya watumishi wa Bwana. Kwa hiyo kuna ofisi leo unaweza ukapewa mtumishi wa Bwana mahali popote pale, kama kiwango chako cha akili hakijakuwa kufika hizo level, kile kitu kitashuka kije kifanane na akili yako na ufahamu wako. Hapo tunaposema akili tunamaanisha ufahamu. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Kwa hiyo kuna watu kabisa ili wakae kwenye kile kiwango cha kimungu cha kiuchumi wanachotamani, lazima waboreshe ufahamu wao. Lazima wasogee mahali wajue kwamba kwenye taratibu za kimungu fedha ina nafasi gani kwenye maisha ya kila siku. Mungu anapopa fedha imegawanyika katika makundi mangapi? Sisi tunaelewa na watumishi wa Bwana. Lazima ujue pia kwamba hivi hii fedha tunayoitafuta inapatikana wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia lazima ujue kwamba fedha haitafutwi, fedha unaivuta. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana wewe unaanzisha biashara fulani, halafu watu wanakuwa wanatoka huko na fedha zao wanakuletea wewe. Huwezi kuwa unazunguka unasema unatafuta fedha. Fedha haitafutwi. Unaboresha kiwango chako cha kiakili na ufahamu, halafu ufahamu unakufanya unafanya jambo ambalo, na ndio maana watu wa Mungu leo hii, mfano ikatokea tu wamesema sasa jamani, tumeona gap la utajiri na umaskini Tanzania limekuwa kubwa sana. Kwa hiyo tunachukua hela za hawa matajiri, halafu tunapiga hesabu ya Watanzania, tunawagawanya Watanzania katika nafasi sawa. Halafu nasema sasa anzeni sasa maisha. Mtu wa Mungu. Wanasema anzeni nini? Tumeshachukua hela za JSM, hela za nani, tumegawanya, kila Mtanzania bado amepata milioni 20. Heka itakayotokea mtu wa Mungu. Kuna watu watahamia supermarket. Kuna watu utakuta amebeba vipochopocho, ukimuuliza huku kuna nini anasema huku machungwa, lakini yani ya Tanga. Huku ni nini mtu wa Mungu? Huku ni kitu kingine. Huku nasema hizi nyanya, wanasema hizi ni nyanya ngumu, zile nyanya ngumu. Halafu huyu unasema huyu ni kuku wa kuroast, huyu ni wa mchuzi, huyu. Yani baada ya muda mtumishi wa Bwana, ile milioni 20 tukikuuliza tusaidie milioni hata 1000 hauna. Nini kimezungumza huku? Kwa sababu hauna ufahamu. Sisi tunaelewana watumishi wa Bwana. Hauna ufahamu, na ndio maana hata ikitokea serikali imefanya hivyo, baada ya mtu utawakuta waliokuwa matajiri ndio wamerudi tena wamekuwa nini? Matajiri. Sisi ndio huko tu naendelea raka peyantashia leba yo. Unajua, unafikiri kwamba fedha ziko katika kunena. Fedha ziko katika pia akili yako. Sijui tunaelewana? Umewezesha umeendeleza vipi akili yako ikaanza kuenda, na Mungu hakupi mafanikio ambayo yako nje na akili yako. Hakupi. Haiwezi kutokea. Yaani Mungu hawezi kukukabidhi kitu ambacho kitakuchanganya kichwa. Shout a big hallelujah. Tunajaribu kukaa hapa kwenye ufahamu vizuri, watu wa Mungu. Nimeamua tuanze na ufahamu. Kwa hiyo tumesema ufahamu ni ile jumla ya taarifa. Leo kuna muda wa maswali. Alafu ndo kama nimeanza tu kwenye hii habari ya ufahamu hapa, alafu naona kama muda unanipigia alamu hivi, watumishi wa Bwana. Very interesting. Very interesting. Okay. Sasa hapa tufanyeje? Bwana alibariki neno lake. Mbona kama mchangamki? Bwana alibariki neno lake. Hili eneo watumishi wa Bwana itabidi tukae kwa utulivu sana, kwa sababu changamoto kubwa iko huku. Ukiona watu wanalialia maisha, jua changamoto hii kubwa iko. Sasa tutakuja tuanze kuona, wewe unajua nini kuhusu fedha? Tutakapopata muda hapo mbele kidogo. Unajua nini kuhusu Unajua nini kuhusu uwekezaji? Unajua nini namna ya kuishi na watu? Kwa sababu watu ukianzisha biashara zinahitaji watu. Unajua nini kuhusu usimamizi wa biashara? Unajua nini kuhusu uendeshaji? Unajua mzunguko wa fedha unatakiwa uweje? Wewe leo tukipata unabugia mtu wa Mungu, kumbe zina utaratibu. Sasa tutakuja tukae hapo kwa utulivu, watu wa Mungu. Na baada ya hapo you will be totally liberated in the name of Jesus. Kwa hiyo kwenye habari ya ufahamu, maswali kwa mujibu wa tamko rasmi yataanza
kipindi kinachofuata. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Itakuwa nadhani ni Ijumaa. Kipindi chetu bado kipo watumishi wa Bwana. Tupo kwenye ufahamu hapa. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Nimesema ni jumla ya taarifa na maarifa ulionao ambao unayafanyia kazi katika kuendesha maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa labda ni vizuri kujua wewe unajua nini kuhusu fedha. Kwa mfano, Bwana Yesu apewe sifa. Fedha, wewe unajua fedha zinapatikana wapi? Wewe kwenye maisha yako ya kila siku una ufahamu gani kuhusu fedha? Lazima ujue fedha zinapatikana wapi na fedha zina mzunguko gani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni muhimu kujua fedha zinapatikana wapi. Mfano, andika fedha zinapatikana kwenye maeneo yafuatayo. Fedha zinapatikana wapi? Lazima ujue. Kama ujui utapata shida sana. Fedha moja zinapatikana kwa watu. Lazima ujue kwamba fedha zinapatikana wapi? Kwa watu. Watu ndio wana fedha, mtu wa Mungu. Fedha zinapatikana kwa watu. Hao watu nao kukutana kila siku wana hela, ila hawezi kutoa hela zao. Kuna namna lazima ufanye ili hela zao wazitoe. Tunaelewana? Yes, fedha kila mtu unayekutana naye ana hela, watumishi wa Bwana. Issue ya msingi naanza kuja ni kwamba ni kwa namna gani ile fedha utamfanya yule mtu aitoe akupe wewe. Ndio maana leo kuna watu ambao wewe ukienda pale barabarani, bajaji hatoi bastola au panga kusema kwamba nipe hiyo hela 700 au shilingi. Wewe unatoa kwa hilo kwa sababu gani? Yeye yupo anajua kwamba fedha inapatikana kwa, na ametengeneza tu mfumo wa kuivuta. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini fedha pia zinapatikana kwenye matatizo au changamoto. Ukitoka kwa watu kuna changamoto. Changamoto. Matatizo haya madogo madogo ya kila siku. Watu wana upungufu, kuna changamoto ya usafiri, kuna watu wanatamani kusuka kwenye hilo eneo hakuna matatizo. Wewe maana yake ili upate fedha kutoka kwa watu, lazima uingie kwenye hatua ya wewe kubaini tatizo, halafu kisha baini tatizo, uingie kwenye mchakato wa kulitatua lile tatizo. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Kwa hiyo kila sehemu unamwona penta ambao ni fundi seremala, wewe unampelekea hela yako kwa sababu yeye alishaamua kutatua tatizo lako la masuala ya furniture. Tunaelewana? Wewe unachukua hela yako unampelekea msusi kwa sababu ameamua kutatua changamoto yako ya kupendezesha kichwa. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Kuna mtu mwingine anapeleka hela yake kwa fundi ujenzi kwa sababu yeye ameamua kwamba mtu yoyote atakayekuwa na changamoto na tatizo la kuhitaji mtu mwenye kumjengea nyumba, mimi niko hapa. Mwanasheria anapewa fedha kwa sababu tatua migogoro ya watu ni changamoto. Kwa hiyo amekaa akagundua kwamba kwenye jamii yangu kuna changamoto ya watu kupata shida za kisheria. Kwa anatatua changamoto yao hiyo. Hiyo changamoto inapotatua inaleta fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kila mtu unayemuona amefanikiwa, ametambua kwamba jamii yake ina tatizo gani, na alipoligundua hilo tatizo akaangalia namna ya kulitatua. Kwa hiyo unaweza ukashangaa wewe upo mahali fulani, labda ni kwenye mtaa wako, kuna matatizo kaza wa kaza ambayo yapo kwenye jamii yako, lakini yanahitaji tu mtu. Kwa hiyo unaweza kushangaa uko kwa eneo fulani, kuna watu umeanza kuona kuna watu wana maisha kidogo ya kueleweka, na wanatamani wakiamka wanaenda kwenye majukumu kidogo, lakini wanakosa watu wakawaachia watoto wao. Kwa hiyo unafanya, mtu anasema nitaanzisha daycare fulani hapa. Maana yake ameamua kusolve a problem. When you solve a problem, you automatically attract money. Unapotatua tatizo moja kwa moja unavuta fedha zije kwako. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Kwa hiyo kila mtu unayemuona anafanya kazi fulani, maana yake anatatua tatizo fulani. Ukiona mtu anapelekewa fedha, maana yake ameingia kwenye mchakato wa kutatua matatizo ya watu. Fedha zinapatikana wapi watumishi wa Bwana? Kwenye vipaji. Wewe una kipaji gani? Uzuri Mungu amempa kila mtu. Yaani kila mtu unayemwona hapa ana kipaji fulani. Fedha zinapatikana katika vipaji watumishi wa Bwana. Wewe una kipaji gani mtu wa Mungu? Mbona unakaa kienyeji sana? Hauna kipaji kweli hata kuimba? Andika Misali 18 mstari wa 16. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, kuna fedha ya kwako ipo kwenye kipaji. Tunaelewana? Yaani kuna fedha kabisa, sio kwamba nitakuwa uende mbali. Kwenye kipaji chako tu hicho kuna namna ukikiweka sawa. Kuna namna ukikiweka sawa. Yaani kuna watu wanapata tu hela kwa kuzungumza. Sijui tunaelewana watumishi wa Bwana? Ni kufanya tu nini? Tena mnajikusanya kabisa, nasema mtaalamu atakuwa akizungumzia masuala ya ndoa.
mtaalamu atakuwa anazungumzia masuala ya ndoa, namna ya kuhakikisha kwamba unaishi kwenye ndoa ya furaha. Na wewe unaandaa kabisa, unasema hii budget jamani inajitunza tunza, hii 30,000 yangu, akija yule mtaalamu napeleka. Nini? Anazungumza tu huyu mtu. Mambo tu ya kila siku unayoyaona wewe mwenyewe. Lakini yeye ametambua ili eneo, kipaji chake. Tunaelewana watumishi wa Bwana? Leo kuna watu ambao kwenye michezo sijui kama mnakaa vizuri sana, lakini kuna watu kama kina Ronaldo wale, tunaelewana watumishi wa Bwana. Hela wanazolipwa ni hatari watumishi wa Bwana. Kina Messi wale, hela wanazolipwa ni hatari watumishi wa Bwana. Sasa umekaa umetulia mno. Hebu jaribu kujikagua basi ujue hata wapi unakaa vizuri. Je, ni sauti inaweza kukusaidia? Je, ni ukimbiaji? Lazima unakaa eneo na wewe. Sijui tunaelewana watumishi wa Bwana. Lazima uwe na kaeneo ambako unakaa unajitathmini. Na ndio maana kwa wazazi ambao wako smart, hata unapokaa na watoto wako unaanza kuwa una dadisi. Anapenda nini? Anapocheza na wenzake, nini kinamwijia kichwani? Ukiwa unatembea naye, akiona watu gani anawaadmire, unaanza kugundua interest. Kuna katoto kanapenda tu mpira. Yaani kenyewe ni mpira hivyo. Uanze kuelewa kwamba yawezekana Mungu amewekeza kwenye hilo eneo kwa huyu mtoto. Kwa hiyo ukiendeleza hichi kipaji chake, baada ya muda hichi kipaji kitaleta fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kuna watu wenye vipaji wamefanikiwa watumishi wa Bwana. Si mnawasikia wengine ni kuchekesha tu. Yaani wakikuchekesha tu wenyewe kuna hela inaingia. Yaani unacheka ambako unataka kuvunjika mbavu, kuna hela inaingia. Anasema wewe cheka vizuri, afu baada hapo ule mkwanja wangu unatakiwa uje mkononi. Nini kipaji? Sasa sisi tuna shida sana ya kutotambua vipaji vyetu. Lazima uanze kukaa ujitathmini, hivi mimi kwenye habari ya kipaji ni wapi hasa ambapo naweza nikakaa vizuri? Kuna jambo lipo tu, kuna jambo unaliweza mtu wa Mungu. Mungu hataki uende mbali sana kwenye hilo jambo. Kuna fedha itakuja. Je, umewahi kukaa ukatenga muda ukaanza kuangalia kwamba wewe unaweza nini? Lazima uangalie. Haleluya watumishi wa Bwana. Lazima uangalie, ujichunguze kidogo. Yaani hivi mimi wapi? Ukikaa hivyo sasa unaanza kugundua. Na ndio maana kuna mtu mwingine kipaji chake, yani anaweza kuongoza vitu, yani too organized. Yani akikaa sehemu kuna vitu hivyo, ugundue eneo lako, halafu uliboreshe sasa. Ukishaliboresha watu wataanza kulihitaji. Ndio maana unaona kina Rose Muhando wamemlipa huku kwamba atakuja afanye show. Unakuta huyo ameitwa tena kwingine. Mpaka inamchanganya, sio nitokee huku au huku. Ni kipaji kinazungumza watumishi wa Bwana. Wewe umetenga muda. Yaani umetenga muda ukajua kipaji chako mtumishi wa Bwana. Fedha zinapatikana kwenye nini? Kwenye fursa. Tusonge mbele kidogo, andika. Fedha zinapatikana kwenye fursa. Fursa ni mlango. Ni mlango ambao unakuja mbele yako kama sehemu ya kukutoa kwenye hiyo hatua uliyopo kwenda tena hatua nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kukaa sehemu ukagundua kwamba kuna eneo, au mtu akakuletea taarifa, bwana kuna eneo linauzwa. Na ukakuta una hela. Hiyo ni nini? Ni fursa. Unaweza ukaenda sehemu fulani ukakuta kuna chuo, lakini ukagundua kwamba wanachuo mahali pale wanahitaji nyumba. Ni fursa hiyo imejipresent, imekuja kwako. Lazima uwe ni mtu ambaye unaweza kuzijua fursa. Unaweza kugundua kwamba mbona mahindi kama yameshuka sana, lakini mimi nina pale kwangu naweza kutunza gunia hata 100. Ngoja nizinunue katika hii bei ya shilingi 40,000 gunia au 30. Nitakapokaa nao miezi hata 3-4, takuja niuze kwa 90,000. Kuna watu wamebadilisha maisha. Lazima pia mtu unapoishi maisha yako ya kila siku uwe very sensitive. Uwe ni mtu ambaye unaweza kukaa ukaanza kuchambua hivi, hapa nilipo au kwenye kipindi hiki kuna fursa gani? Tunaelewana watumishi wa Bwana. Utaona mfano COVID ilipokuja, watu wengi sana kiuchumi walidolola, lakini kuna watu wakalala mbele na sanitizer. Maisha yakapendeza. Yaani sanitize ikawa ni kunawa kila mtu, yani ni unawaji. Bidii, watu wanabidia kunawa kuliko kawaida. Kuna watu wakasema wakaanzisha tu viwanda tu sanitize na wakafaulu maisha kabisa. Waliona fursa. Wewe ukiwa unalia unajifungia ndani, naogopa mafua nikishikana mikono na watu. Wewe mtu wa Mungu, wenzako wanatengeneza pesa, changamka sasa. Maisha on a daily basis Mungu atakupresent with opportunities. Ukizitumia, Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya watumishi wa Bwana. Haya, kwa sababu mimi mwenyewe haya nimeyajua, na mimi sina muda mrefu sana, na ndio maana sasa hivi nina uhakika wa kufanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni sala la muda watumishi wa Bwana. I must become one of the richest men on this earth in the name of Jesus.
That grace is upon you in the name of Jesus. Kuna vitu usipovijua mtu wa Mungu, kuna mambo yataonekana kama ni habari. Itaonekana kama ni habari. Unafahamu nini watumishi wa Bwana? Kwa habari ya fedha zinapatikana wapi? Tuendelee kuona fedha zinapatikana kwenye maeneo gani watumishi wa Bwana. Ili wewe unapotulia kwenye maeneo yako unakuwa chambua na 40 na 53. Sasa sijajua hapa kwamba nachanganya na siasa au tunakuwa tunajifunza. Tunaona muda unakwenda. Yaani nakuwa kama niko na wajumbe hivi jamani. Shout a big hallelujah. Tupo tunajifunza habari ya ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Sheria moja wapo inaitwa ni sheria ya akili. Tumesema kwenye akili kuna ufahamu, lakini kwenye akili kuna mtazamo. Haya mambo sasa tuko kwenye kipengele kimoja cha unafahamu nini? Unajua nini? Kuhusu nini? Ili ufanikiwe kwenye nini? Bwana Yesu apewe sifa. Tutakapokutana tena, I will take you deeper and deeper. Na baada ya hapa utakuwa umeanza kutembea in your way to kingdom wealth in the name of Jesus. Basi baada ya hapo nisiwe na malengo ya kunena. Bwana tena alibariki neno lake kwa mara nyingine. Na nimekuwa nikipata kaufunuo kutumia sana damu ya Yesu kwenye hili eneo. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuongoza kidogo kwa njia ya damu ya Yesu. Baada hapo namkaribisha mtumishi wa Bwana anaendelea kadiri ambavyo imepangwa. Basi tufunge vitu vyetu, alafu tuongozane kidogo katika mambo machache kwenye habari ya damu ya Yesu. Lakini najua tunaelewana vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Tuelewane vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Tukielewana vizuri kuna mahala utakwenda. Tuseme Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Nimetambua ya kwamba utajiri ni halali yangu katika ufalme wako. Lakini pia nimetambua ziko kanuni ambazo ninapaswa kuzijua na kuzifanyia kazi ili utajiri uwe dhahiri kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu ninashukuru Bwana, huu ufahamu nilioupata ninaushikilia na nitautumia kwa jina la Yesu. Lakini pia Bwana natambua yako mambo ya giza, ya ibada, ya matambiko yanayoweza kushikilia uchumi wa mtu. Mimi sijui vizuri wazazi wangu, mababu walifanya nini kwa habari ya uchumi. Leo ninaombea rehema uchumi wangu katika jina la Yesu. Kama yako matambiko yalikabidhi uchumi wa familia kwenye miungu, leo kwa damu ya Yesu ninalipa hayo madai. Ninakomboa uchumi wangu kutoka kwenye madhabahu za miungu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hatia yoyote iliyosimama kwenye eneo la uchumi leo ifutwe kwa damu ya Yesu. Hukumu yoyote ya umaskini iliyoachiliwa juu ya uchumi wangu leo ifutwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaituma damu iende kwenye asili yangu ikasafishe